Sema nashukuru. Wema upande wako? Ndani ya studio tu jambo brother, tunakusikiza muda huu. Naona tayari ushafika katika maeneo ya Westland na bila shaka wananchi naona wako anga kabisa na wako na mengi ya kusema. Nadhani kwamba kwa maana hiyo tusipoteze wakati, tufululize moja kwa moja Chris Kimuya. Namshukuru sana na Sakali mkiwa studioni, na washukuru sana kwa kuweza kuendeleza kipindi. Siku ya leo tuko katika eneo la Kangemi Westlands, tunazungumza na wananchi kuhusiana na masuala kadhaa. Ni wiki ambayo kwa vijana wanasema imekuwa busy, manake mambo mengi yamekuwa kitendeka. Kumbuka kuwa siku ya Jumatatu tuliamkia wiki ambayo ilikuwa na masuala mengi kuhusu mambo ya mahakamani. Tutakuwa tunazungumzia Gachagua impeachment. Jambo la pili tutakuwa tunazungumzia masuala ya bajeti. Kumbuka kuwa ni kesho tu tutakuwa na bajeti mpya. Jambo la tatu tutakuwa tunazungumzia masuala ya mioto shuleni. Shule za C1, shule za kitaifa zimefungwa nyingi tu, zaidi ya 200 kufikia sasa. Tutakuwa tunazungumzia masuala kama hayo. Lakini mimi si mwenyeji huku, mimi ni mwalikwa tu, niwakaribishe watu wa Kangemi katika bunge la maisha, na kwa sasa hivi nataka rais wa bunge hili atukaribishe hapa, alafu tuweze kuzungumzia masuala kama haya. Rais, karibu sana. Hili ni bunge la maisha Kangemi Westlands Edition. Karibu sana. Asante sana watu wa... Hii nitakushikia. Asante sana watu wa bunge la maisha. Wacha tuchukue nafasi hii tuwakaribisha katika hii bunge la mwananchi Westland, na hii inaonyesha ya kwamba last year mlikuwa hapa na mkatufanyia heshima tena, mumekuja hapa ili tuzungumze zile vitu zina affect wananchi katika ili nchi yetu ya Kenya. So mimi kama rais ya bunge la mwananchi Westland Okwiri, mimi na wapea kongole na nawaambia mzidi kukuja na tujadiliane zile vitu zina affect wananchi katika ili nchi yetu ya Kenya. Wacha niheshimu madaraka na niheshimu cheo, nimpatie rais nafasi ya kwanza atoe maoni kuhusu impeachment ya Gachagua. Jana ama siku ya Jumatatu ilifanyika, hukumu ikatolewa, Gachagua akapewa fidia ya milioni 50. Umeionaje? Umeona kuwa mahakama ilifanya haki? Gachagua amesema kuwa atapil iendelee? Kwanza kabisa wacha niseme ili jambo. Gachagua mara ya kwanza alikuwa impeached in the year 2024, and to bring to your attention, Gachagua was impeached unconstitutionally. So on Monday, all Kenyans were perplexed when they saw a breaking news that Gachagua remained impeached, but sisi kama wa Kenya tunasema ya kwamba Gachagua hakupewa haki yake. Kulingana na zile regulation wale watu walitumia kuimpeach Gachagua, hazikufaa kumimpeach, na hata kumpatia 50 million, hiyo ni kumtuliza tu. Na mimi nashukuru Gachagua kwa sababu alisema yeye hana haja na 50 million. So mimi nataka niambie kotini ya kwanza hawakufanya kazi kulingana na vile inastahili. So Gachagua still remain to be the deputy president elect, na sisi kama watu wa bunge, mimi najua ya kwamba Gachagua ndio bado deputy president. I tell you, maoni ya rais mwenyewe kuhusiana na swala hili. Tupate maoni mengine. Uamuzi wa Jumatatu ulikufikiaje? Mimi kwa majina naitwa Ephraim Owino Bunyasi kutoka hapa Mountain View. Maoni kuhusu impeachment ya deputy president Rigathi Gachagua, kivyangu si kufurahia, kwa sababu Gachagua kulingana na vile aliasilisha mambo yake kotini, tuliona ya kwamba Gachagua alikuwa na ukweli, kwa sababu bunge la Senate halikufuata utaratibu ambao unafaa kuimpeach Mheshimiwa Gachagua, na kwa sababu koti yetu iko chini ya rais wetu, anaicontrol, wanafanya vile rais anataka, na sisi kama wananchi tumekataa hayo uamuzi ambayo koti imefanya, na tunaomba Mheshimiwa Gachagua aende katika koti ya pili ili tukapate ukweli wa mambo yake itaenda namna gani. Nikiuliza kuwa jana aliweza kusema kuwa ataenda kwa Court of Appeal, unadhani kuwa kutakuwa na utofauti wa kesi hiyo kuhusiana na yale maamuzi ambayo yalitolewa jana? Kwa majina naitwa Veronica Sharidi wa bunge ya Westland, nimetoka pale wa Munyoro. Mimi naona hata Gachagua akienda mahakamani hakuna kitu atapata, sababu
yeye kitu cha kwanza aliingia kwenye serikali bila chama. Cha pili aliimpishiwa kulingana na katiba. So hivi yote nataka niambie Gachagua, if you are impeached, you are already impeached. Wacha kupoteza muda wako, nenda nyumbani utulie, uendelee na maisha yako, because hakuna kitu itaendelea tena. You are already impeached, so relax. Go and relax. Alikuwa na nia ya kuwania urais, kwa hivyo ndoto yake tunaweza sema kuwa ndoto yake ya kuwa mwanasiasa maarufu na kuwa rais imekamilika kwa sasa hivi. Kitu cha kwanza, hata angewania urais hatungemchagua kama sisi wa Kenya, sababu yeye ni mtu wa kuchonganisha, ni mtu hataki watu mambo mazuri. For 2 good years amekaa serikalini. Sisi watu wa mlima pale kwake nje ya shamba yake, ni kitu gani ametufanyia? Kama sisi watu wa pale Kiamariga hakuna kitu ametufanyia, ni kuwesti watu time na kugonganisha akili za Wakenya. So mimi naambia Gachagua relax, nenda nyumbani ukapumzike. You are already impeached, so hakuna kitu mahakama itaendelea. Sababu yako ni wale uliwaacha kwa hiyo mahakama. Mahali utaenda ni wao utaukuta. So Mr. Gachagua, don't waste your time. Go home and relax. You are already impeached. Swala lingine, nikirudi kwa rais, Gachagua alikuwa mmoja wa viongozi wakuu, angali mmoja wa viongozi wakuu katika muungano wa United Opposition. Unaona baada ya hii impeachment, huo muungano utasalia kutingisha uongozi wa Rais William Ruto? According to the speech that Gachagua gave out yesterday, it indicated that Gachagua is a wise person, because he said the only thing that he's now going to do, he has a time to filter the best candidate who is going to uproot William Ruto. So mimi naweza sema ya kwamba alternative government, where we have almost 10 leaders who are going to bring their attention together so that they give out one candidate who can uproot William Ruto. Mimi naonelea ya kwamba Gachagua bado ako pamoja na kina Kalonzo, na sisi kama watu wa alternative government bado tuko na hakika ya kwamba tutatoa ule mtu anafaa kutoa William Ruto. So bado tuko pamoja na United Opposition na tutahakikisha ya kwamba tumepata candidate mwafaka. Kwanza tukisonga mbele tuangazie, naomba karibia hapa, tuangazie huo uamuzi uliuchukulia vipi, na unadhani kuwa United Opposition itakuwa na impact gani kuendelea saa hii? Kwa majina naitwa Joshua Masinde, mkombozi wa wana Kitusuru, the incoming MCA 2027. Mimi nilionelea jana hiyo kesi ikiendelea. Makosa kubwa ya Gachagua aliyofanya ni kupigania wa Kenya. Alikuwa akisema anataka 50% shares, alimaanisha kwa sababu yeye ni kiongozi wa region fulani. Maoni yake ilikuwa kutetea watu wake. Na koti zetu hapa Kenya ziligeuka haki ya Gachagua, kwa sababu jaji alivyotuambia kuwa senators walivote akiwa hospitali, waligeuka haki ya Gachagua, inamaanisha the all process walimdhulumu Gachagua, na Gachagua anabaki kuwa our deputy president, na yeye ndio kiongozi wa United Opposition, na sisi tunamheshimu kama kiongozi. Labda MCA ni kuulize, ina maana gani kwa Gachagua kuwa impeached alafu bado mahakama impatie fidia ya milioni 50? Ina maana gani? Ulidhani kuwa huu uamuzi haukuwa na dhulma mahali, ama ulikuwa wa haki? Hiyo ni madharau kwa kiongozi wa United Opposition, sababu what is 50 million? Mtu amedhulumiwa. Hii serikali ya Kenya Kwanza ukiangalia 90% ilichangiwa na Honorable Gachagua, sababu alitembea Kenya mzima akatuomba watu wa Mount Kenya na Wakenya kwa jumla tukachagua hii serikali. Lakini kwa sababu ya uongozi mbaya, kiongozi wetu Mheshimiwa Rais alijipenda sana kuliko wananchi, ndiye akaamua kumtoa Gachagua. Kwa sasa hivi mahakama jana iliweza kusema, ama Monday siku ya Jumatatu iliweza kusema kuwa kuteuliwa kwa Kindiki kuliidhinishwa. Je, unadhani kuwa Kindiki amekalia nafasi hiyo kwa usawa, ama manake kwa process hakuchaguliwa kama vile manaibu wa rais wanafanya, na kwa sasa hivi mahakama iliweza kuidhinisha? Je, unadhani kuwa hii nafasi yake iko kwa usawa? Nafasi ya Kindiki ako pale kimakosa, kwa sababu Kindiki alipochaguliwa hatukuwa na commissioners. Tayari aligeuka katiba yetu, na hiyo nafasi
Kindiki angekuwa kiongozi mzuri hata angekubali, kwa sababu unajua mkiwa watoto wa nyumba moja, ndugu yako akidhulumiwa, alafu achukue nafasi ya ndugu yako akupatie wewe, alafu ukubaliwe nafasi, wewe ni msaliti. Labda tuzungumze na mkaaji wa hapa wa mwisho kuhusiana na swala hili. Impeachment nzima umeionaje? Impeachment nzima iliyotolewa siku ya juzi umeionaje? Na je, United Opposition itasalia kuwa united hata baada ya Gachagua kuwa sasa hivi hana uwezo wa kusimama urais? Asante. Mimi nafahamika kama Festus Muliati, kijana kutoka Mountain View Ward. Na mimi kwa maoni yangu impeachment ya Rigathi Gachagua imekamilika hivyo, na ningependa kushukuru ama kupongeza mahakama ya Kenya kwa ile kazi imefanya kushikilia uamuzi wa seneti, kwa maana hapa Kenya bunge ikipitisha kitu twende seneti, hiyo ndio sheria. Kama mahakama haingeshikilia huo uamuzi, Wakenya wangekosa imani. Sasa hivi Wakenya wako na imani na mahakama, kwa sababu ukiangalia naibu wa rais ambaye tumemtoa afisini, madai yalikuwa wazi. Madai mengine ni kama ya shares, anasema mimi hii serikali ni ya shares. Alikuja kwenye vyombo vya habari. Lakini pia wana ODM wanasema kuwa wanataka mgao kuelekea maeneo ya Kisumu. Hizo sio shares. ODM wanaongea kama ODM. Naye unajua naibu wa rais alikuwa anaongea kama naibu wa rais. Chama kikubwa cha ODM kiko Kenya mzima. ODM anaongea mambo yake kama chama. Na kwa United Opposition kushikana tena, mimi na washauri itakuwa vigumu, kwa sababu ndani yenu mlikuwa na naibu wa rais ambaye alikuwa na mambo yake, tulikuwa tunawaeleza kwamba yeye labda anasukuma mambo yake kibinafsi na waelewi. Sasa ataondoa, kama alikuwa anawasaidia kwa mambo ya usafiri ama kuwapea kitu pale, atawacha, kwa sababu hata simama tena, mahakama imemsimamisha. So United Opposition kuungana itakuwa ni vigumu sana, na rais huenda akachukua uongozi mara pili. Asante sana. Ni maoni ya wakazi wetu wa kutoka maeneo ya Westlands, na kwa sasa hivi akichangia huyu kakangu, nataka pia tuangazie masuala mengine tofauti, ikiwa ni swala nzima la bajeti. Trilioni 4.88 zitakuwa zinasomwa siku ya kesho na waziri wa fedha John Mbadi. Katika hizo trilioni 4.88 kuna trilioni 1.11 yenye bajeti hatujui toka wapi, aidha ni katika mikopo, aidha ni katika masuala ya ushuru, katika mambo mbalimbali. Je, bajeti ya kesho, siku ya kesho unaionaje? Au wakati itakuwa ikisomwa unatarajia nini kuhusu hii bajeti? Kwa majina naitwa Anthony Wekesa. Mimi ndio majority leader kwa bunge la mwananchi Westland. So kwa masuala ya budget ya kesho, kuna mambo fiche zimewekwa hapo ndani ambapo zile zinakuja kukandamiza mwananchi wa kawaida. Ukiangalia wakisema wanakuja kuingia mpaka kwa M-Pesa ya mtu, waangalie ile pesa yako unatumia transaction ya M-Pesa. Sasa tunaona M-Pesa ni 15%, kikuja kuongezwa. So mimi naona hii Kenya mahali imefika saa hii, mambo na M-Pesa tunaenda kuachana nayo, na serikali inafaa iangalie mwananchi wa kawaida. Ukikuja kuangalia masuala kama ya petroli, hii mafuta, ushuru ndio iliwekwa juu kwa mafuta. Sababu ukiangalia mafuta sasa ukisoma pale inasoma 236. Ili hali hatujawahi ona swala ya mafuta kama ya diesel ikikuja juu kushinda petroli. Juu ukiangalia hata mahospitali zetu kama hakuna stima, niyo petroli ndio diesel ndio inatumika kuweka kwa hiyo machine. Pengine kuna wagonjwa wanahitaji kutumia oxygen nini, ni hiyo machine itatumika. So hapo kivyangu naangalia wajaribu kuangalia kwa masuala ya mafuta, watoe hiyo 16% warutishe 80%, itakuja kusaidia mwananchi wa kawaida. Juu mafuta ikipanda, ukienda supermarket kila kitu itakuwa imepanda. Juu ile kitu yote inaletwa supermarket, kila kitu yote inauzwa kwa soko, inatumia hiyo barabara. Na hiyo barabara ikiwekwa ushuru, hata yule mtu wa kuuza lazima ataongeza ndio apate kipato yake kidogo hapo. Asante sana. Asante sana. Masuala ya bajeti itakuwa inasomwa kesho. Labda umeipitia, umeona lipi kwa hii bajeti? Kuna fedha ambazo labda serikali itakopa ndiposa ikaweza kutimiza hii bajeti? Asante sana ndugu wangu. Mimi I went through the financial bill on Wednesday at night, where I was trying to look at how the government want to pay the debt, the money allocated for the funds and the money allocated for schools. But I came to realize that William Ruto is trying to put Kenyans into a task that they cannot get themselves out of. So my urge to the government that power belongs to people. Wale ambao walikuchagua ni wananchi. Don't overtax people in a manner of benefiting yourself
together with your dignities. My request, kama sisi watu wa bunge la mwananchi is a platform where we discuss zile vitu zina affect wananchi. Nikiangalia kwa financial bill, the amount that is allocated for the payment of the debt is even lower than what I expected them to indicate. Two, mimi ni mkaaji ya Westland. Huwa naenda town every morning. Kitambo nilikuwa napanda gari na kitu kama 80 bob to 70 bob. But siku hizi nikienda kazi asubuhi napandanga gari na 120 to 150. Hiyo inamaanisha ya kwamba despite the fact waliita wale watu wa PSV wakaongelelea, ni wananchi ndio bado wanadhulumiwa. My urge to the president, whatever you are doing is not pleasing you at all. Kenyans are crying, and by the time you are taking oath pale Kasarani ulisema ya kwamba zile vitu utaangalia ya kwanza ni kuhakikisha ya kwamba mwananchi wa kawaida amepata haki yake, because tukiangalia story yako, hata wewe you came from a grass to now you can enjoy your grace. So my advice to Kenyans, let us reject financial bill because haina zile vitu zinasaidia mwananchi wa kawaida. Asante sana. Nataka kuongea na MCA. Nadhani umesikiza wananchi wa ili eneo lako na wamezungumza mambo mengi kuhusu bajeti. Unahisi kuwa hii bajeti baada ya kusoma kuanzia Juni kuendelea, maisha yao yataimarika vipi kuhusiana na hii bajeti? Wengine wamesema reject. Iko vipi katika ili eneo? Asante sana kwa mara ya pili. Mimi hii budget inaumiza Mkenya wa kawaida, kwa sababu hii ndio inchi peke yake Mkenya anatembea miguu akienda kazini tena akirudi. Mimi ningependa kumwomba Mheshimiwa Rais, kuna njia mingi sana ya kupata ushuru na kusave inchi yako. Hii inchi yako Mheshimiwa Rais, watu wako wengi wako corrupt. Fedha mingi zinafujwa kwa serikali zikitumika vibaya. Ukiangalia juzi tumeangalia kwa county yetu, county government wanapata mfanyakazi wa county na pesa kwa nyumba 65 million, ambapo pesa kama hizo tukifunga hizo mambo na corruption, hizo pesa zinasaidia wananchi wa kawaida. Mimi ningependa kuomba Mheshimiwa Rais, yeye aangalie wananchi na aangalie nchi yake, ajaribu kupunguza mzigo kwa Wakenya, sababu saa hizi ndugu yangu tunapoongea hivi au Wakenya wanakula mara moja kwa siku. Mtu anapokula jioni atashinda njaa mchana wote akitembea miguu akitafuta kazi. Hii nchi inaenda pabaya. Thank you. Asante sana. Masuala ya bajeti, kumbuka kuwa kwa hili swala la bajeti kuna wizara ya elimu imeongezewa fedha, kuna wizara ya miundo msingi, ujenzi wa barabara, ujenzi wa nyumba za bei nafuu imeongezewa katika bajeti. Pia kuna masuala mengi ambayo bajeti hiyo imeweza kuongeza fedha, lakini katika masuala mengine ikiwa ni kama tume ya EBC, mambo kama hayo yameweza kupunguzwa katika ile bajeti. Je, bajeti hii unaionaje wakati huu? Unadhani kuwa Wakenya watarudi kwa barabara na kuikataa? Okay, mimi budget mimi naiunga mkono because saa hii mafuta iko juu. Si Ruto anasababisha vita itokee Ukraine ama Amerika. So na tena si yeye amepandisha maisha. Once wakati tulimchagua as a president, alikuta treasury iko empty kabisa. So mimi hivyo wanasema budget iko juu, mimi na support sababu isha ime happen. Tutafanya nini namna gani? So tuachane na Badi afanye kazi yake, tuachane na William Samoei Ruto aendelee na mambo yake. Nothing can happen, but mimi naiunga mkono iendelee hivyo hivyo. Viongozi wa upinzani wamesema reject hiyo budget kwa sasa hivi. Maoni yako ni yapi? Muturi alizungumza, Kalonzo alizungumza, Gachagua amezungumza. Wewe kama mkaaji wa hapa unaonaje kuhusu hawa viongozi wa upinzani? Ni siasa ama wako sawa? Kitu cha kwanza, Muturi alikuwa Attorney General wa taifa ya Kenya. Inamuuma sababu alitoka kwenye serikali. Gachagua ndiye huyo mtu wa kuikawika saa yote. Kalonzo ni huyo 40 years. Hakuna kitu amefanyia watu wa kwao. Sasa ni nini atakuja kutuambia kuhusu bajeti? So mimi nawaambia vile Badi waliamua na serikali yake remain hivyo, wacha remain hivyo. Kila mtu, hakuna mtu atatakaa maisha mazuri kwa mwingine. Mimi natetea kwanza upande wa mafuta. Si Mr. William Samoei Ruto anasababisha vita itokee. Si alichota mafuta akapeleka pale kwake Sugoi. So tukubali na matokeo. Tuumie wote sababu si Ruto amesababisha.
Hiyo mimi naiunga mkono. Wakitoka sema kwa barabara, we are waiting for them. Asante sana. Umesikia, kuna wale wanaipinga na kuna wale wanaiunga mkono. Ni kuanzia kesho tutakuwa tunaangazia sana kuhusu maswala ya bajeti. Nao kumekuwa na changamoto katika shule zetu. Nadhani wengi wetu sisi ni wazazi na wanafunzi pale shuleni, kumekuwa na mikasa ya moto inazidi kutokea. Shida iko wapi? Wengine wanasema ni wazazi, wengine wanasema watoto ndio wamekosa nidhamu. Lalama pia zimeelekea kwa walimu. Shida iko wapi katika shule zetu? Tukiangazia Alliance High School, shule kubwa, Utumishi Girls, shule kubwa, Lenana, shule kubwa, zimeweza kufungwa kutokana na mambo haya. Je, unadhani shule zetu changamoto iko wapi? Asante sana ndugu wetu. One of the key pillars in this country is education. But I want to be very brief and explain whatever is going on in our secondary school and even the primary schools. Shida kubwa katika shule yetu ni wanafunzi kukosa nidhamu. Sisi kitambo tunapokuwa tukisoma tulikuwa tunapewa discipline na walimu. Na hata ukiona mwalimu alikuwa anapita, lazima uende usalimie mwalimu na ujue mwalimu anakujua kuhusu mzazi. Mwalimu anakaa na mwanafunzi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10. Lakini bro, siku hizi tunapata ya kwamba hata mwalimu akichapa mwanafunzi, mzazi ana complain. Mimi naweza sema ya kwamba sisi kama wazazi tuache walimu wapeane watoto wetu awape zile mafunzo wanafaa wawapatie. Then in terms of disciplining the children and even the student and even the so-called, let us give the teachers easy time so that they mentor our children, because their discipline lies on the hand of teacher. When a teacher sees a child is misbehaving, a teacher will warn a child. Two, kuna zile vitu sisi kama wazazi, na nataka nikuwe very specific to the parent. Let us not expose our children into social media. Tunajua ya kwamba siku hizi tuko na wifi, tuko na vitu zingine. Mtoto ako grade 6 na ako na simu. Kuna vitu wanaona zikitendeka. Let us depict our children from seeing dirty things in social media na to back up mzazi. Niliona juzi waziri mkuu ya mambo ya ushirikisho Nairobi, Bwana Musiria, akipata mwalimu amechapa mtoto anamuexpose. Hata kama mwalimu alifanya vibaya, huyo mtoto kuna vile anafeel sasa amedhulumiwa sana. Let us give teachers easy time so that they mentor our children. That is my advice. Shida iko kwa kukosa nidhamu. Asante sana. Changamoto iko wapi kwa swala hili? Mimi naitwa Ephraim Owino Bunyasi. Mheshimiwa mtarajiwa hapa Mountain View. Changamoto zenye tuko nazo katika shule zetu. Changamoto ya kwanza, mimi nalaumu serikali yetu. Na walaumu kwa sababu ya kuleta sheria kwa mashule zetu ili kiboko itoke. Kiboko ndio ilikuwa inafundisha ama inaonyesha ya kwamba mtoto amekosa. Mtoto anapoadhibiwa anajua makosa yake, hawezi rudia. Lakini walipotoa viboko shuleni, mtoto na mwalimu ni sawa saa hii. Mtoto anaweza ambia mwalimu chochote ambacho kiko ndani ya moyo wake. Mimi ningeomba serikali yetu ya Kenya, Mheshimiwa Rais, harudishe kiboko katika shule zetu. Na wazazi, kama siku zetu tukisoma early 90s, sisi tulikuwa tunachapwa na mtu yoyote hata kwa barabara. Ukikutana tu na mzee yoyote kwa barabara anakuchapa. Lakini wakati huu huwezi chapa hata mtoto ambaye si wako, utachukuliwa sheria. Hiyo sheria ndio inatuumiza sisi kama wazazi hapa Kenya. Hatuwezi, tunaona mtoto amekosa, lakini tunamwacha tu atiwacha mwenyewe, atajisaidia, atafundishwa na ulimwengu. Na ulimwengu ndio hii tunaona na macho yetu ambayo wanachoma shule. Mimi ningeomba ya kwamba warudishe kiboko shuleni. Asante sana. Nataka kusikia sauti ya mama kuhusiana na hili swala. Jukumu la maulezi limeachiwa mwanamke pale katika jamii. Unadhani kuwa swala hili ndio linasababisha mioto shuleni? Mimi nasema watoto wanaanza malezi yenye wanalelewa pale nyumbani ndio inasababisha waende wakashome shule. So kama mimi mzazi sifai kuonesha mtoto ati akifanya kitu na mwambia
Kwa nini unafanya hivi? Kwa nini unafanya hivi? Tandika mtoto akitaka kuhama ahame. Ya pili, uchomaji wa shule. Kuna spishi iliongelewa juzi na huyu Mr. Gachagua, Mr. wa Munyoro, akasema ati usalama wa president, aliona president akiatakiwa, so hana usalama. Kwa hivyo watoto na walimu hawana usalama shuleni. Watoto wakaanza kuabductiwa, watoto wakaanza kushoma shule. Sasa wameambiwa waende nyumbani. Sasa nikaona huyu mtu ni mtu wa kuchoganisha. Kwa hivyo kitu aliongea, mimi naona ndio kilifanya watoto waanze Unadhani hili swala ni la kisiasa? Mioto shuleni ni swala la kisiasa? Kama hii ya kuenda nyumbani hivi waliongea, ana pressurize walimu na watoto. Anaweza kuwa amepeleka masiara huko kisiasa huko, ndio William Samoei Ruto aonekane ni mbaya. Serikali yake haifanyi kazi. Haya ni maoni ya wakazi wa Westlands katika hili eneo. Nataka nirudishe usukani moja kwa moja kwa Hukumu na Sakali wakiwa studioni, na pia tukaweze kupata habari za saa 3. Tumekuwa katika eneo la Westlands, tumezungumzia masuala mengi. Wananchi katika hili eneo wameweza kuzungumzia masuala mengi, likiwa ni swala la bajeti, likiwa ni swala la mahakama na swala la mioto shuleni. Kutoka eneo la Westlands, jina langu ni Chris Kimuya.